So kile kitu ambacho mashabiki wengi wa Simba Sport Club tulikuwa tunakitegemea, so kile ambacho tumeenda kukipata. Mechi ya jana unaona kabisa, of course kuwepo na uwanja mdogo, Simba walikuwa wanaenjoy dhana Stella kwenda kucheza kwenye low block. Unaona kipindi cha kwanza walikuja kama wametegea hivi, kama wanacheza sana kwa upande wao. Lakini kipindi cha pili wakaja wakabadilika. Kwa hiyo Stella ni timu ambayo of course haiimbwi na ni timu ndogo, hata kwenye CAF Club ranking haionekani, lakini ni timu kubwa sana na ipo timu ya kimkakati. Inaonekana kabisa kuna kitu inaenda kutafuta, kwa sababu umeona hata namna ambavyo walicheza kipindi cha pili. Ni timu ambayo inaonekana kabisa nao inaweza ikapata chochote kile. Stella wao hahitaji kuangalia historia anacheza na timu nafasi ngapi. Wao wanachoangalia kwamba anaweza kumpiga mkubwa kwa namna gani ya kumpiga. Stella ambao Simba tunaweza tukaenda kwa kuadharau, wanaweza wakatuondoa kwenye haya mashindano, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo tumecheza nafasi. Unajua Simba moja kwa moja sasa hivi naweza nikasema ni alama 50 kwa 50. Siwezi nikasema Simba imeenda kwenye alama 70 kwenda kuwin. Hata Stella pia ana nafasi ya kwenda kushinda, kwa sababu Simba tumepata nafasi, tumezichezea. Timu yoyote ambayo inachezea nafasi moja kwa moja inaenda kutolewa, kwa sababu umepata nafasi 4. Kwenye nafasi 4 umeenda kutumia nafasi moja. Kuna wakati unaweza ukaenda kwa usipate hata nafasi hiyo moja. Kuna nafasi ambazo zilipatikana Simba tulikuwa tunaweza walau kuondoka. Mimi kwa ile goli moja mimi siwezi nikatoka hapa nikatamba na kushangilia eti kwa hicho ambacho kimetokea, zaidi ya mauzuniko. Pengine kitakachoenda kutokea kule Durban ndio naweza nikaenda ukishangilia, lakini mpaka sasa hivi mimi naweza nikasema mpira bado. Kuna dakika 90 ambazo hii haya ya Zanzibar tuachane nayo, tutafute dakika 90 zingine. Mimi kwa upande wa Zanzibar naweza nikasema tumefungwa. Ngoja tukatafute ushindi kule. Mchezo wa kwanza umesadifu kusema kwamba tumefungwa. Mmefungwa kivipi William? Tumepata nafasi nyingi. Unajua hii michezo ya klabu bingwa kila mtu kuna ile Sisi hapa tunasifika sana Benjamin Mkapa mpaka timu kubwa zinatuogopa. Kwa sababu gani? Ile advantage, tunacheza nyumbani kwetu kwenye uwanja wetu, na Benjamin Mkapa watu wa mataifa mengine wanasema sio sehemu salama kwa mpinzani. Hasa wao wanaenda kwenye eneo lao. Unaweza kwenda kutamba kwenye nchi ya watu. Kukosa kucheza Benjamin Mkapa kwa namna moja ama nyingine inaweza kapelekea Simba kupata matokeo haya. Kwenye mpira of course kuna ile advantage, lakini pia kwenye vita yoyote, vita ina tabia ya kuisha, lakini popote pale inatakiwa uwe na timu ambayo inaweza kupata ushindi sehemu yoyote ile, kwa sababu kama isipokuwa Benjamin Mkapa, ikiwa Amani, ikiwa kiwanja kingine chochote, kama umezichanga karata zako vizuri unaenda kwenda kuwin. Lakini kwa mpinzani aliyokuwa anacheza Stella kwa kiwanja kile cha Amani, alionekana kwenye low block anaenda kucheza vizuri sana, ndio maana ulikuwa unaona anaweza sana kutuzuia. Kwa hiyo nataka tuzichange karata zetu vizuri, lakini kwa matokeo haya mimi sishangilii kwa matokeo yaliyotokea hapa, kwa sababu ukiangalia ile timu ni timu ambayo mpaka leo imefunga magoli 18 ile Stella. Watu wengi wanaizungumzia Stella lakini hawajui ilikotoka. Stella yenyewe ilianzia kabisa katika hatua ya awali kabisa, hatua ya kwanza ilicheza na timu fulani ya Eswatini, Nzwanzini. Ndani na nje ilimfunga goli 8 timu moja hiyo. Hatua ya pili ikaenda kucheza na AS Vita Club. Matokeo ya 2-2 pale South Africa, AS Vita akaenda kufungwa goli 1 nyumbani, akapita. Akaja kwenye hatua ya makundi. Hatua ya makundi alikutana na Bekane, Lundassol ya Angola, akakutana na Stade de Malien ya Mali. Moja kwa moja mechi ya kwanza huyu Stella alienda kafungwa na Malien goli 2. Mechi ya pili tena akaja kufungwa na FC Bekane pale goli 3 kwenye uwanja wake wa nyumbani. Mechi ya tatu anaenda kushinda kwa Lundassol ya Angola. Anashinda Angola, anakuja kushinda South Africa, anakamata point 3. Mechi ya mwisho anafungwa na Bekane goli 5. Kwa hiyo ni timu ambayo imepitia misukosuko katika makundi, imeshinda mechi hizo 3. Imeenda kupita mpaka hatua ya robo finali inaenda kumfunga robo finali alicheza na Zamalek. Naam. Akamtoa Zamalek, ni timu kubwa Zamalek. Tukiongelea Zamalek ndio bingwa mtetezi, ameenda kuitoa timu yenye historia. Anakuja hapa anapambana na Simba. Simba Sport Club, wachezaji wetu jana hawajatutendea haki kwa nafasi ambazo tumepata. Simba Williams unasarifu kusema kwamba hawajatutendea haki kwa matokeo ambayo tumepata jana. Ni matokeo madogo sana tena sana. Yaani ni matokeo ambayo yanatenganisha ushindi na kutokuwa ushindi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Kwa performance zile ambazo wanatuchezea wakina hawa, tunaweza tukaenda kuondosha. Huo umemgusia hapa. Pengine hapa ndo Simba itaendelea kumkumbuka Clatous Chota Chama, utulivu wake akishafika ndani ya box. William, tunaweza tukasema tumemiss kwa sababu tunaweza tukasema tumemiss Chama kutokana na performance za Awa. Awa ni mchezaji ambaye anabebwa na namba brother. Wote sisi tunaongea mpira na tunaujua na mpira uchezwe chumbani. Awa asingekuwa anafunga, sidhani kama kuna mshabiki hapa ambaye angekuwa anamuongelea wala kumpenda hata mmoja. Awa ni mchezaji wa daraja la kati la kawaida. Daraja la kati la kawaida. Ukiangalia performance za Saido namba 10. Yaani Simba kwanza lazima tuseme namba 10 hatuna. Namba 10 pale Simba? Namba 10 Simba hatuna. Janchazi au anafanya kazi gani? Namba 10 bado hatuna. Nafasi ambazo kama zile alizopata Awa akipata wakati ule tunamuongelea Saido, Mtiba Donkeys ambaye Chota Chama.
tunamwongelea tu mtoto wa Kizanzibari tukimpata pale Faisal Salum, zile nafasi kaka ambazo tumezipata. Tuna nafasi ambayo alipata Lionel Ateba, kuna nafasi ambayo alipata yule mtoto ambaye anakimbia kama treni ya umeme SGR. Of course ile SGR ilikuwa ngumu kwa sababu beki alilala. Kuna nafasi ambayo hii hawa, nafasi ambayo mimi nilikuwa na Zanzibari leo na kata tiketi mnanikuta naogelea tu mpaka awangefunga ile goli. Ungekuwa usingepanda boti. Ningekata tiketi afu ningekuwa naogelea Hadi bara. Hadi hapa mngenikuta tu hapa na kaka. Wametuonea sana. Jean Charles Ahoua ni nini anakikosea pale Simba? Fadu Davis anaonekana kutamka akasema anamtaka namba 10 bora wa Kitanzania. Ni wazi Simba inatakiwa kwenda kubisha hodi kumtafuta Faisal Salum pale Azam FC. Wanatakiwa waweke hela yoyote Faisal au namba 10 yoyote nyingine. Hata kuna Tabora pale wana yule Rastaman nani huyu? Yakuba Sonye namba 10 ya kisasa. Hata hawa Singida Big Star yule Elvis Rupia, ile ndo namba 10 ambayo tunaitaka. Kaka namba 10 anatakiwa awe ni mtu mwenye hatari sana. Ukipata hatari mbili. Sasa hapa tuongelee nafasi ambazo tumezipoteza. Pengine kule timu hii inaenda kuzuia nafasi na kwaje. Umeona hizo njia ambazo wamepita ni njia ngumu mpaka leo. Sio timu ambayo imefika kwa bahati, timu inashinda mechi 12 useme ni bahati. Ni timu ngumu sana. Lazima tuzichange karata zetu vizuri. Twende kule Durban, japokuwa na wao wanatoka kwenye dimba lao, wanakuja kwenye Durban huko kwenye jimbo la KwaZulu Natal ambako wanaonekana ni mbali, watakuwa na mashabiki wachache lakini watacheza. Kwa hiyo tutegemee kuona mechi nyingine na ushindani kuliko hata hii hapa. Tuangalie Simba na timu za Afrika Kusini, matokeo magumu mbele ya Kaizer Chiefs, bao 4 kule, lakini pia Orlando Pirates walimitoa kwa mikwaju ya penalty. Mnaenda kucheza na Stellenbosch. Historia inaweza kuhukumu Simba kwenye mchezo kwa namna kukosa matokeo katika hali za Afrika Kusini. Historia inaweza katuhukumu, lakini sisi tunataka kuandika historia, kuvunja historia na kuandika historia yetu pia. Kwa sababu watu wengi sana wanatuangalia pengine tuishie hapa au twende finali na sisi tukavae medali za mabati. Sisi medali sio issue zetu. Sisi tulikuwa natamani na Simba yetu hii, japokuwa bado tunajenga timu, watu wasijisahau, timu hii bado inajengeka kwa sababu huyu ndio Fadu ambaye amekuja msimu huu akiwa kocha mpya na lundo kubwa la wachezaji wapya. Kwa moja tusisahau kwamba tunajenga timu. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu kama tutaenda hatua ya finali, hata kama tukikosa kombe hili hapa, nitakuwa sina la kulaumu. Lakini kama tukiishia hapa, tutakuwa Simba tumejitoa wenyewe kwa hii timu na daraja ambalo tunacheza nalo. Tutakuwa tumejitoa wenyewe. Nadhani twende tukafie finali. Nafasi ya Ahoua mtaendelea kuikumbuka milele kama mashabiki wa Simba? Tutaendelea kuikumbuka, na kitu ambacho kinatuumiza kila mtandao sasa ukifungua wanaonyesha ujinga ambao Ahoua ameufanya. Yani kila simu zaidi ukifungua tu pale naonyesha goli la Ahoua ni mistake ambayo imetokea. Ilikuwa ni nafasi ya dhahabu naweza nikasema. Wanadamu wanasema ukifanya kizuri vipi, lakini ukifanya kibaya watu watakuhukumu kwa kibaya. Jean Charles Ahoua ndio huyu ambaye amewapa advantage ya goli moja. Samaki mmoja akioza wote wameoza kaka. Hatuwezi kukumbuka mazuri 1000 ambayo ulifanya kama ulifanya kosa moja. Kosa moja ndio linafuta yale yote mazuri. Ahoua mtayaimba kumifungia goli moja. Tutaimba hichi ambacho kimetokea kibaya. Mazuri uwaga yanajitenga kwenye ukweli. Watu wengi sana tunaumbwa na busara lakini wajinga ni wengi. Mchambuzi mmoja amesema Elie Mpanzu ana thamani kubwa kuliko goli ambalo amelifunga Jean Charles Ahoua. Yaani mchezo wa marudiano Elie Mpanzu atakuwa na thamani kubwa sana kuliko goli ambalo amelifunga Jean Charles Ahoua. Ni wazo umemuelewa kwa hii sentence ambayo ameiandika? Nimeielewa sentence hii, pengine anategemea ataona maajabu mengine kwenye mguu pengine wa Elie Mpanzu, pengine labda ndo alichokimaanisha hicho hapo. Kwa hiyo ngoja tusubirie maajabu mengine. Performance ya Elie Mpanzu binafsi kwa upande wako? Nadhani wanamuita volcano watoto wa mjini. Ngoja aendelee kulipuka. Na hichi mnachokishuhudia kwa Elie Mpanzu ni 40% ya kiwango chake. Bado hajafika kwenye 70. Kwa hiyo mtaona mengi ambayo hamkuwahi kuyajua kwa Elie Mpanzu. Ngoja tuendelee kumpa muda. Shukrani Williams. Asante sana.